Familia ya James Mwai kutoka kijiji cha Loromo, kaunti ndogo ya Limuru, wanalitaka shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS kuwafidia baada ya mwanamume huyo wa umri wa miaka 40 kudaiwa kuuawa na fisi. Jamaa wa Mwai wanasema kuwa wamekuwa wakimtafuta kwa muda wa majuma mawili yaliyopita na wakapata mavazi na viatu vyake katika msitu wa Kiahiti. Na dada yake Margaret Wamoro walitambua suruali yake na kijiti cha chuma kilichokuwa kimewekwa kwenye mguu wa Mwai. Familia hiyo pia imetoa wito kwa shirika la huduma kwa wanyamapori KWS na mashirika ya usalama kuimarisha doria na kutega mitego kwenye misitu hiyo ili kuepusha vifo zaidi. Cause Tuesday ndio walisema wamepata mguu ya left iko na chuma, na wakasema juu James amekuwa amepotea kwa muda, wakafikiria mguu inaweza kuwa yake. And then yesterday tukaenda kwa police station, tukaandikisha na tukapewa afisa, tukaenda mpaka kule msituni. And then the government and the wildlife wenye wanafanya pamoja na misitu washikane pamoja, at least tupate the remainings ili tuweze kuendelea mambo ya mazishi. The truth is amekuliwa na fisi. Wakati huo huo, wakazi wa Mwingi Kaskazini wanaishi kwa hofu kufuatia uvamizi wa hivi majuzi wa ndovu na ngamia katika eneo hilo. Wakazi hawa wanadai kwamba ndovu na ngamia hao wamesababisha hasara kubwa kwa wakulima wa eneo hilo. Mwakilishi wa wadi ya Nguni, Jeremiah Mutua, ametoa makataa ya siku 7 kwa shirika la huduma kwa wanyamapori nchini kuwaondoa ngamia hao kwenye maeneo yaliyoathirika. Ni habari ya kwamba ndovu wamejaa kila mahali Nguni ward. Ndovu wamejaa Sekuru na wamejaa pia Nou. Na ndovu wamekula mashamba yote wakamaliza. Sisi wananchi. Sasa watu wa KWS, hawa ndovu kama watafukuzwa wataua watoto wetu wa shule, waua wa mama na pia waue baba zetu, sivyo? Darubini.